بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والحمد دائما لله والصلاة والسلام على رسول الله. Ndugu zangu, natambua uwepo wa mashehe zetu wote wakiongozwa na al-Allama Sheikh wa mkoa. Mwenyezi Mungu atawaishe wa umri wake kuzidi kunufaika naye, na wote wanaohudhuria natambua uwepo wenu. Ndugu zangu, Ummu Ma'bad al-Khuzaiya, mwanamke wa kwanza kabisa kupata bahati ya kukutana na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika safari yake akielekea Madina kwa ajili ya hijra, alimsifu umbile la Mtume Muhammad. Katika moja ya sifa aliyosifia umbile lake ni matamshi na maneno ya Mtume Muhammad. Alisema kaanna mantiqahu kharazatun nudhimna yatahaddarna, kana kwamba matamshi yake Mtume akitamka ni vipande vya lulu vilivyopangiliwa ambavyo chadondoka kimoja baada ya kingine. Somo kubwa lipo kwenye tashbihi hapo. Kwa nini Ummu Ma'bad afananishe matamshi ya Mtume na lulu? Hakuna sifa kwamba hiyo ni tashbihu at-tamthil, kwa maana lulu ina mambo mengi. Namna matamshi ya Mtume yanavyopendeza ni kama lulu, uzuri wa matamshi ya Mtume ni kama lulu, nuru inayopatikana kutokana na matamshi ya Mtume ni kama lulu, na thamani ya maneno ya Mtume Muhammad ni kama lulu. Na ninyi mnafahamu kwamba lulu yenye thamani kubwa kuliko zote inaitwa yatima. Pale Busiri akasema habadha taqidun suhdadin wa fakhari antafi hili yatimatul asma. Yale maneno ya Busiri yale mwanzaji ameweka al-yatimatu ni ile lulu ya daraja ya juu kabisa ambao ukiipata basi masikini umekwisha kabisa. Basi maneno ya Mtume Muhammad ni kama lulu ambapo ulimwengu ukipata lulu hiyo ya namna hiyo iliyokusudiwa, shida, fitna, taabu, misukosuko ya ulimwengu itakuwa imekwisha. Tazama maneno haya, man yaish minkum fasayara ikhtilafan kathira. Mpaka hapa Mtume akiwaambia sahaba zake, atakayeishi miongoni mwenu ataona mabadiliko mengi mno katika ulimwengu, mambo mengi yanayokindana na sheria, mambo mengi yanayokindana na Uislamu. Lakini muda wa kuwa hakuwataja kwa jina sahaba, anakusudia kwamba kila atakayeishi katika huu ulimwengu kiasi anavyoishi atakuja kukutana na ikhtilafu kathira. Mtume mwisho huku akahusia watu warudi madrasa, warudi madrasa. Alaikum bisunnati wa sunnati al-khulafai ar-rashidin al-mahdiyyin. Mtume anakurudisha madrasa,
Lakini ikhtilafu gani? Nizungumzie kitu kimoja, hiyo ni tahadhari tunaoenda nayo mabadiliko ya ulimwengu. Tuangalie namna gani tutasalimika nayo sisi, vizazi vyetu na watu watakaokuja nyuma. Hivi sasa kuna kitu kinachoitwa artificial intelligence. Wakati kinaanza lilikuwa ni jambo ambalo si hatari, lakini namna inavyoendelea ni hatari mno katika ulimwengu. Artificial intelligence, tafakari ni kwamba watu wanatengeneza Obama wa bandia, lakini ukimtazama hivi namna anavyozungumza na maneno yake, posture zake, anapotoa sauti yake ni Obama kabisa. Lakini wametahadharisha wapo wenyewe waliotengeneza kazi ile, akasema huyu ni fake Obama. Sasa niwaambie nini mtihani kubwa, fitna kubwa inaweza ikawa vipi? Sasa hivi mpango mbaya wa kutengenezwa mashehe feki. Shehe ambaye hana ilmu, hana chochote, mtu ambaye hana ilmu, hana chochote, ikawa anaweza akaulizwa swali lolote akarejea sahihi Muslim, sahihi Bukhari, Ni'ma al-Ma'bud, Umdatul Qari, Fathul Bari, Ruhul Bayani, Ruhul Maani, Majma'ul Bayani, Al-Jami' fi al-Ahkam al-Quran, akarejea kwamba angalia hapo katika madhhabi haya anasema hivi, anasema hivi. Ni fitna iliyokuwa kubwa, fitna iliyokuwa kubwa. Lakini mbaya zaidi, hivi sasa kuna wanawake feki wametengenezwa. Hapo Misri yangu wiki mbili zilizopita nimerushiwa huyo mwanamke feki, anaitwa Hur. Sijui ni Hur kwa maana hii, sijui anakusudiwa Hur laini au na Hur gani katika tengenezo la China. Huyo mwanamke huwezi kutofautisha na wanawake hawa, kwa sababu 100% nyama zake ni 100% binadamu. Macho yake 100% ni binadamu. Masikio yake hivyo. Ana uwezo wa kuzungumza lugha zaidi ya lugha 99, tena kwa ufasaha mkubwa. Ni feki, hana roho, lakini ukimuuliza swali anajibu, ukimtuma anatumika. Ni mwanamke feki. Lengo lake nini? Lengo lake ni kitu kinachoitwa New World Order, kuifanya dunia ipunguze idadi ya watu. Mwanamke huyo hivi sasa anauzwa hela nyingi sana, ni matilioni na mabilioni ya pesa. Wako washanunua na anaishi na mwanamke huyo, kwa sababu tena anasema anafaa sana, sababu hana nguvu. Hana nguvu. Man yaish minkum fasayara ikhtilafan kathira, atakaishi miongoni mwenu wataona hizi mambo haya mengi. Mtume akasema lengo la mwanamke huyo ni watu wasiwe na haja ya kuoa. Watu wasiwe na haja ya kuoa. Mara nyingi mambo haya yanaanza Ulaya. Jambo hili limeanza Amerika, liko China, sasa hivi liko Japani, lakini wallahi alazim walengwa ni sisi. Wanatafakari mara kwa mara,
Fakara kusipatia wapi hiki kizazi cha bodaboda akampakiza nyuma ya pikipiki mwenzake huyo atakuwa na haja ya ndoa tena, watu watakuwa waoane. Lakini nini Uislamu unasemaje kuhusu hili? Man yaish minkum fasayara ikhtilafan kathira. Tayari Mtume ambaye ndio geida, ndio kiongozi, ndio mwongozaji, ndio nuru yetu, ndio furaha yetu, Yesu sallallahu alaihi wasallam ndio fahari yetu, kashatuambia man yaish minkum fasayara ikhtilafan kathira. Sasa nini cha kufanya? Alitoa solution hapa, alaikum bisunnati, shikamaneni na mwenendo wangu mimi. Huo mwenendo tumpatia wapi? Ni kama Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ametaja musabako kusudia sababu. Kushikamana na mwenendo wa Mtume ni sababu ya madrasa. Dhukira al-musabab biiradati sabab. Kushikamana na mwenendo wa Mtume huwezi hivi ila ni kuenzi madarasa walizotuachia wazee wetu. Watu wasome sana dini kipindi hiki kuliko wakati mwingine wote. Watoto wasome sana. Fitna imeingia kila mahala. Taarifa za watu wanaotafiti nyenendo ya mashule kwa hapa Afrika Mashariki yote imebaini kwamba shule nyingi sana ndio chanzo cha watoto kuharibika. Tulidhani ukimpeleka mtoto shule anazidi kuwa na uelewa na akili nzuri. Sasa hivi shule zimekuwa mtihani. Shule nyingi zimekuwa ni vyanzo vya ushoga. Shule nyingi vyanzo vya kuvuta bangi. Shule nyingi ni vyanzo vya usagaji. Almuradi tumo kwenye fitna kubwa. Alaikum bisunnati wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin al-mahdiyyin. Lakini mwisho kaweka mkazo huko, addu alaiha binawajidh, kwamba muume kwa haya magego haya. Hizo sunna manake mzishikilie kipindi hicho bila kushikilia mwenendo wa Mtume Muhammad, kushikilia mafundisho ya Mtume Muhammad, kushikilia maneno ya Mtume Muhammad. Hakuna salama, hakuna salama. Lakini fitna kubwa ya hii artificial intelligence ilijaribiwa kwa shekhe wetu wa mkoa. Ndio kujaribiwa miaka ya nyuma. Sasa hivi sio vile. Ilijaribiwa mpaka kuna fatwa alitoa, fatwa ambayo hakuizungumza, lakini kapashikiwa maneno, kaingizwa maneno. Jamii nzima tulikubali kwamba ni shekhe. Ndivyo sivyo? Mpaka tulipokutana na wataalamu wa fani hiyo wakasema haya maneno yametengenezwa tu, yameundwa. Sasa ile ilikuwa majaribio. Sasa hivi huwezi kujua kama siye kwa namna yote ile. Hivyo moja ya fitna inayokuja ni mashehe wetu kupandikiziwa maneno ambayo sio yao na vitendo ambavyo sio vyao, kwa zitatoka fatawa ambazo si sahihi. Na ukasema unakasema yule ambaye anamwamini ni sahihi. Hii kitu inaitwa deep effect, ni hatari kwenye maisha yetu ya watu. Nini cha kufanya? Alaikum bisunnati. Nimalize na maneno ya Mtume Muhammad, innaha satakunu fitna, hakika kutapatikana fitna kubwa katika dunia. Itatokea fitna kubwa. Mtume anasema sahaba,
Sahaba wakashtuka wakauliza, famal makhraju minha, wapi mahala pa kutokea makhraj? Jamani, sasa makhraj ismu gani? Uzani wa maq'ad, ismu makan. Wapi pa kutokea? Asema kitabu Allah. Basi al-makhraj ni mubtada na kitabu ni khabar ya mubtada, au kitabu Allah ni kwa ilzamu kitabu Allah, lazima nani kitabu cha Mwenyezi Mungu. Anawaambia sahaba, fiha naba'u man qablakum wa fiha khabaru man ba'dakum wa fiha hukmu ma bainakum, kwamba ikitokea hiyo fitna, hizo fitna zinapotokea, shikamaneni na vitu vitatu. Lazimianeni na Qur'an, madrasa, kitabu Allah. Kwa nini kitabu Allah? Fiha naba'u man qablakum, ndani ya Qur'an kuna habari kubwa zilizokuwemo kabla yenu, mtafanya comparison na wakati wenu. Wa fiha khabaru man ba'dakum, na ndani yake kuna habari za wale watakaokuja baada yenu, kwamba ulimwengu unaokuja utakuwa ulimwengu mbaya. Sasa hivi kuna zoezi linafanyika, lilianzia kwa nyani, sasa linaingizwa kwa binadamu, kuwekewa chipu hapa ndani ya ubongo wa mwanadamu. Hiyo chipu itakuwa inakuwezesha wewe kujua chochote, hata kama hujasoma utakuwa unajua. Sasa mtihani kubwa hapo ni kwamba tunatakiwa katika jambo la msingi na nambari moja, kuimarisha hizi madrasa zetu. Na niwaambie wazazi, madarasa haziwezi kuimarika bila kuimarisha walimu wa madarasa. Sallu ala nabi. Walimu wa madarasa wasionekanwe haki yao ni kudharaulika. Mwalimu wa madarasa akiendesha gari, hata kama kaazima ni minong'ono mtaa mzima, yaani tumefikia hapo kwamba wenye uwezo wawezesheni walimu wa madarasa, mwakamate wawe na moyo kusomesha watoto wetu ndani ya nyumba yako kwa nuru ya Mtume. Hakutoingia ufuga ndani ya nyumba yako, hakutoingia hiyo sanamu la kisasa ambalo ni roboti. Nikuulize kwamba wewe umeingiza roboti hilo la kike na mume ukaingiza roboti la kiume, ndoa ipo tena? Wapi pa kukimbilia? Kitabu Allah. Fiha naba'u man qablakum wa fiha khabaru man ba'dakum, lakini wa fiha hukmu ma bainakum, zipo hukumu za sawasawa zilizo baina yenu. Ni maneno ya Mtume yanaupa usalama wa ulimwengu. Ndio maana Ummu Ma'bad akasema, kaanna mantiqahu kharazatun dhinna yata'addabna. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.